Yes, ni siku nyingine ambapo tunapata nafasi ya kuweza kuingia kwenye swala zima la kusikiliza ushuhuda wa mtumishi wa Mungu hapa, kwa sababu si mara yake ya kwanza, aliwahi kuja kipindi cha nyuma, lakini na tunatamani kwa siku ya leo, kwa sababu kuna wengine hawakuweza kumsikiliza kipindi kile cha nyuma, apate kutupitisha ili kuwaje, na baada ya hapo tulipoishia tutapata kuendelea na kuweza kusikia zaidi kile ambacho pengine kimemsukuma kwa mara nyingine kusema ngoja nifike katika kipindi hiki cha ushuhuda, ili aweze kutupatia hiki ambacho pengine Roho wa Bwana amemsukuma kukileta. Mimi nimkaribishe kwa muda huu, atuambie anaitwa nani, kwa sababu kuna wasikilizaji wanamsikiliza. Atuambie anaitwa nani, ametokea wapi, na zaidi ya yote aanze kutupitisha kwenye huo ushuhuda. Karibu sana mtumishi, na jisikia amani. Asante sana mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa William Mateo Mabula, ninakaa katika kijiji cha Azimio. Kweli nimeguswa kabisa katika siku ya leo kuweza kuja kwa ajili ya kuweza kutoa na kuelezea mapito ambayo nimeweza kupitia, aidha kwa mara moja ama nyingine, hata wewe yanaweza kukusaidia, kwa sababu naamini kwamba tupo hapa duniani ni mambo mengi ambayo tunaweza kupitia yanayotupata. Hivyo kwa hapo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo yote. Mimi nilikuwa nimeanza ujenzi wa nyumba pale nyumbani kwangu. Nimeanzisha jengo kubwa, ilikuwa mwaka 2010, kawa nimejenga jengo. Basi katika jengo hili nikawa nimeleta mabati, papi zipo, kenchi zipo. Basi nafuatia tu kama vile misumari na vifaa vingine vya ujenzi kama makoba, ili hatimaye fundi apate kuanza ujenzi wa kupaua huko juu. Basi nilitoka nyumbani nimekusudia kwenda Uliankuru nikapate vifaa hivyo vya ujenzi. Lakini tukiwa njiani tumefika barabara ya 6, akapita mwendesha pikipiki ambaye aliweza kuingia katikati ya barabara, yeye akaanguka na abiria wake. Basi baada ya kuwa ameanguka pale, ikabidi yule mwenye gari alikatishe kwenye mtaro kwa ajili ya kuogopa asiwafahamie wale. Basi alipo likatisha, kumbe pale pembeni ya ile gari, pembeni ya ile barabara kukawa kuna jiwe. Gari ndogo aina ya Land Rover ilianguka, matairi ya gari yakawa juu. Basi hapo mimi gari likakandamiza mguu wangu wa kulia, lakini pia mkono nao wa kushoto ukatenguka pale pale. Hapo basi watu wakaja kwa ajili ya kusaidia, wakanyanyua gari, hatimaye mimi wakapata kunichomoa, nikatoka mle. Lakini wakati huo gari linaanguka, mama mmoja pia ichuma likapiga machoni, macho yakapasuka pale pale. Basi majeruhi tulipelekwa barabara ya 10 au 2, na wengine waliweza kuchupuka hapa na pale, lakini hawakuwa na maumivu kama jinsi tulivyoumia sisi. Basi kwa matibabu zaidi tukatolewa barabara ya 10, tukaletwa katika hospitali kuu ya Kitete. Lakini nikiwa Kitete hali ilionekana ni mbaya, mguu ulikuwa katika hali sio nzuri. Hivyo basi madaktari wakasema kwa msaada zaidi aende Buganda. Nikapelekwa Buganda pamoja na yule mama. Tulifika Buganda, kwa kweli hali yangu mguu uliendelea tu kuwa katika hali mbaya. Baada ya kufanyia matibabu kwamba labda utapona, utaanza kupitisha damu ili hatimaye upone kama kawaida, lakini matokeo yake hali kuzidi kuwa mbaya, kuzidi kuwa unaoza. Hatimaye madaktari wakasema kwamba bwana, tunatoa ushauri kwamba mguu huu ukatwe, maana usipokatwa kwa kweli kuoza kunaendelea, na kuoza kupitia tumboni utakuwa umefariki. Hatimaye mimi sikupinga, nikakubaliana. Basi wakawa mguu umekatwa na mkono pia ukawa umekuwa POP. Basi nikawa katika hali hii ya kupoteza mguu mmoja na mkono kwa katika maumivu hivyo. Basi tuliendelea na matibabu pamoja na yule mama mwenye macho. Naye macho ya waliweza kuyatibu tu kwa kuyashona tu na kufunga kabisa vile vidonda, kuonyesha tu vidonda, na hatimaye wote kwa pamoja tukapewa ruhusa ya kuweza kurudi Tabora. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2010. Basi kwa sababu hii si mara yangu ya kwanza kutangaza hivi, ninachukua tu yale makubwa ambayo yawezekana kwamba kuweza kusikia mara ya kwanza, ili hatimaye niendelee tena kwenye ushuhuda wangu
kwa awamu nyingine. Basi baada ya hao tumetoka kule Bugando tumekuja Tabora. Mimi mwaka mzima nilikuwa natembea na mafimbo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, kanisani waliweza kufanya michango, kanisa la Moraviani, wilaya Reli ya Kati, hatimaye wakaniwezesha fedha, nikaenda KCMC kawekewa mguu wa bandia. Basi nikawa natembea na huo mguu wa bandia. Lakini nilipofika KCMC nilikuta watu wengi, wengine miguu zote hawana, wengine mikono. Mpaka na mimi nikaona kwamba hata pamoja kweli na matatizo, kumbe sio mimi peke yangu, kuna wengine wapo ambao wanapitia matatizo kama mimi. Na tukio kule na wenzangu ambao tumekatika miguu, tuliweza kuwa tunazungumza kwamba sasa tukipata mguu wa bandia tutajitahidi mpaka tujue kutembea nao. Japo tuambia madaktari kwamba yani jitahidini kabisa, kwa sababu miguu kama hizi zinanunuliwa kwa bei kubwa. Sio vizuri ufika tena nyumbani uweke tu dalini uanze kutembea mafimbo. Lakini sisi tuliwahakikishia kwamba tutajitahidi kwa kweli tujue namna ya kutembea na huu mguu wa bandia. Hatimaye kweli tulifanya mazoezi kwa ya kutembea nao. Hatimaye madaktari wakajiridhisha kwamba kweli nitaweza kutembea nao. Huo mguu wa bandia ilikuwa bei yake shilingi 800,000 kwa wakati huo. Lakini namshukuru mtoto wa mchungaji Kasegezia, aliweza kunisimamia vizuri. Basi ombi langu likapokelewa, nikatoa 500,000. Ndio nikawa nimepata huo mguu wa bandia kwa gharama ya shilingi 500,000. Na baada ya hapo kwa tumefuzu yale mazoezi, tuliruhusiwa kurudi nyumbani. Na mimi kweli niliporudi nyumbani nilijitahidi kwa natembea nao. Kwa kweli nashukuru, hata kazi ndogo ndogo ambazo nilikuwa sizifanya za kulima hapa na pale, kutolea palizi, kweli nikaanza kuwa nafanya. Nashukuru Mungu. Lakini pia nilipoendelea kukaa nao kuja kufikia 2018, huo mguu ukaanza kuleta matatizo, ukavunjika juu ya goti. Nikawa nafunga mipira, lakini ukawa unasaidia kwa matatizo. Baadaye nikaona basi ninahitaji kuweza kubadilishwa mguu mwingine. Nilipiga simu kule huko KCMC, wakaniambia kwamba unapokuja uje na 3,500,000. Kiasi kwamba mimi sikuwa na hizo fedha. Baada ya kuwa niliomba barua kwa mkuu wa wilaya hapa, basi makanisa mbalimbali walijitolea kwa ajili ya kuweza kunifanyia changizo na michango hizo, nikafanikisha 700,000. Lakini nilipoambiwa kwamba ninapokwenda KCMC niende na 3,500,000, nikaahirisha kwenda KCMC huko Moshi. Nikaamua kwenda Muhimbili. Na kwa sababu ya kuogopa kwamba labda nako nitaambiwa bei hiyo hiyo, nilienda tu Muhimbili hata bila kupiga simu, ili kwamba mambo nitaenda tu kuyakutea huko kule. Kweli nikaenda mpaka Dar es Salaam. Kesho yake nikaingia Muhimbili. Nilipofika Muhimbili pale kwenda kitengo cha mifupa Moi, nako nikaambiwa bei ile ya 3,500,000. Na mimi pale nina 700,000 tu. Basi nikaanza kuomba Mungu, naomba nisaidie ili hatimaye ulete wepesi wa jambo hili. Basi nikiwa katika maombi yale, ni Mungu tu ambaye aliweza kweli kuniletea njia kwamba omba barua. Nikaomba barua pale kwa daktari. Daktari akanielekeza kwamba nienda ghorofa ya pili kwa mkurugenzi wetu, kaombe hiyo barua, kwa sababu niliomba barua ya kwenda kwa mkuu wa wilaya ya Ilala ili kwenda kuomba fedha hizo. Basi nikapanda ghorofa ya pili pale kwa mkurugenzi, nikamwelezea yote. Mimi nimetoka Tabora na mapungufu ya fedha zinatakiwa 3,500,000. Mkurugenzi akanipa barua, akasema bwana, mimi nakupa barua ya kwenda kwa mkuu wa wilaya kama jinsi ulivyoomba, ili hatimaye Mungu alete wepesi wa tatizo hili. Basi kaenda na barua hiyo mpaka kwa mkuu wa wilaya ya Ilala. Nikampa barua. Mkuu wa wilaya akakubali ombi langu, akapokea ombi langu, akasema ilivyo hapa sisi
hatuna hela isipokuwa basi tu nakupa barua kwenda ustawi wa jamii. Na hapo wakati naenda ustawi wa jamii, nilifika ustawi wa jamii na hiyo barua. Hiyo barua iliyokuwa imeandikwa kwa mkurugenzi pale kitengo cha mifupa MOI ilikuwa na punguzo la fedha. Baada ya 3,500,000 akanifanyia 1,105,000. Kwa maana hiyo basi hata kwa mkuu wa wilaya nikaenda na barua hiyo ya kuomba 1,105,000. Na nikaenda mpaka ustawi wa jamii na hiyo barua ya kuomba 1,105,000. Ustawi wa jamii wakakubaliana, wakasema kwamba sisi kwa barua hii uliotuletea hapa, sisi ombi lako tunaikubali. Kwa hiyo tunakupa barua, nenda huko ulikoanzia ustawi wa jamii, huko kitengo cha mifupa MOI. Basi kitengo cha mifupa MOI wakaanzishia huduma. Kweli nikaenda mpaka MOI na hiyo barua kutoka ustawi wa jamii. Wakakubaliana pia, akasema kwamba kwa sababu hii barua imetoka ustawi wa jamii, sisi hatuwezi kuipinga, tunakubaliana mambo yote. Kwa hiyo tunakuanzishia huduma za kukutengenezea mguu. Hatimaye kweli nikatengenezewa huo mguu kwa gharama hizo za 1,105,000. Basi wakati nikiwa kule pia walipata kujiridhisha kwamba sio tu kwamba nikabidhiwe pale pale na kuanza safari ya kurudi Tabora, hapana. Wakanipatia muda wa kufanya kwanza mazoezi, tembea hapa na pale, hapa na pale. Hatimaye nikaruhusiwa kurudi kwa sababu nilikuwa nimefikia huko Dar es Salaam, sehemu inayoitwa Chanika. Basi nikaenda Chanika, nikawa baada ya siku 2-3 naenda kuripoti kule Muhimbili. Baada ya kuripoti, basi walifikia kujiridhisha kwamba kwa kweli kwa sasa hivi inakubalika tukuruhusu kwenda Tabora. Na mimi baada ya kuhakikisha kwamba yawezekana matatizo ya hapa na pale hayatajitokeza, basi nilianza safari ya kuja Tabora hiyo 2018 mwezi wa pili. Lakini ule mguu nilipokuwa naendelea nao kweli ulikuwa ni mwepesi na ni mzuri, lakini ulikuwa kuna sehemu palikuwa panaonyesha kama vile hitilafu fulani gotini. Ulikuwa na uzi unavuta, mguu unajikunja. Unasimama tu tayari mguu unakaza, unaanza kutembea. Lakini ule uzi ni mwepesi kwa kukatika. Kwa muda wa miaka 2 ule uzi pale gotini ukakatika ndani kwa ndani, kiasi kwamba sasa mguu ikashindikana kusimama. Ukao ukitaka kusimama pale pale unadondoka, ukitaka kusimama pale pale unadondoka. Basi ikabidi tena mimi niende Muhimbili hiyo 2020. Basi nilipofika Muhimbili pia nikawaelezea changamoto hiyo jitokeza. Wakaniambia inabidi sasa tufanye tu marekebisho ya pale gotini, lakini pia unyayo nao turekebishe, kwa sababu unyayo ulikuwa katika hali inayotofautiana. Ulionekana kama vile unyayo unakuwa mkubwa, unahitaji kuvaa kiatu tofauti kio kikubwa tofauti na ule mguu mwingine. Basi ikabidi kufanya marekebisho yale. Ikabidi kwamba gotini 500,000 natakiwa, na unyayo kubadilisha 200,000, katakiwa 700,000. Sasa zilipotakiwa 700,000, ikawa changamoto nitoe wapi hizo fedha. Nikatumia njia kama niliyotumia pale mwanzoni. Kaomba barua, nikaenda kwa mkuu wa wilaya ya Ilala. Mkuu wa wilaya pia akanipa barua kwenda ustawi wa jamii kuomba 700,000. Ustawi wa jamii pia wakanipa barua kwenda kitengo cha mifupa Muhimbili. Basi nikiwa Muhimbili akasema kwamba kwa sababu sasa limekuwa ni tatizo la kujirudia, awamu hii itabidi hizi 700,000 tuzigawe. Wewe changia 350,000, lakini pia ustawi wa jamii watachangia 350,000. Kwa maana hiyo basi nikatakiwa kutoa 350,000, jambo ambalo sikuwa nazo. Basi nikawa naomba Mungu alete wepesi na njia. Hatimaye kweli nilipata wepesi fulani, nikaenda kwenye kanisa la FPCT huko Chanika. Fanya mchango, akanichangia, nikapata
1,160,000. Basi nikachukua ile 1,150,000 nikaunganisha kwenye 3,50,000 nikawa na 500,000. Basi nikiwa Muhimbili kwa nimepeleka hiyo 500,000. Basi wakasema vizuri, jitahidi sasa kukamilishia ile 200,000 imebakia. Ndugu msikilizaji, kwa kweli 200,000 ilinichukua muda, ilinisumbua kila sehemu, kila eneo, hapa na pale, natafuta hapa na pale. Yaani nikajisikia kama vile milango za baraka zimefunga kabisa, zimejiziba. Yaani Dar es Salaam natembea mjini nusu hata ya kupamiwa gari, kwa sababu nikitafakari hela kubwa nimetoa, nimepata kwa wepesi, ila 200,000 inanisumbua kweli kweli namna ya kuipata. Na nikajiuliza kwamba nikirudi Tabora kwenda kutafuta, je, nikikwama na 500,000 nimeshatoa kule itakuwaje? Basi ikabidi tu sasa ningangane kule kule tu kuweza kuipata hiyo 200,000. Nakumbuka siku moja nikiwa Dar es Salaam kule kule, japo sitalitaja kwamba ni kanisa gani, aiza ni mtaa gani, nilienda kwenye kanisa fulani, kaingia ofisini kuweza kuomba mchango wa hizo 200,000. Lakini kanisa lile, viongozi wale wakaniambia kwamba sisi hapa hatusaidiagi mambo ya fedha mtu kwa tatizo lolote lile, kwa sababu tukimpatia mtu fedha kwa tatizo lake, akaniambia kwamba unawaona mimi wote hapa, unawaona wote hawa? Ambia ndio nawaona. Wote hawa wana matatizo mbalimbali. Watu kukuchangia wewe fedha tu tukupe fedha, wote hawa watakuja kutuomba fedha. Kwa hiyo ndivyo sisi hapa hatutoagi fedha kusaidia watu wenye matatizo. Ilivyo ni kusikiliza tu neno la Mungu, mahubiri. Twende ukasikize neno, twende ukasikize neno. Basi wakachukua mkoba wangu kwa ajili niende nikakae kusikiza lile neno. Kweli nikachukua, nikaondoka, wakauchukua ule mkoba, nikaenda nao, wakanipatia kwenye kiti cha plastiki, kaa hapa. Nikakaa pale. Wakati sasa nimekaa pale, nikainama kama vile nafanya maombi, kama vile ninaomba. Lakini wakati nainama, natafakari, Mungu wangu nifanyeje, Mungu wangu nifanyeje. Basi nikiwa nimeinama pale, nikajisikia kama vile mwili wote, yani unaloa jasho, mwili wote. Naambiwa jambo fulani kwamba fanya tukio hapa, fanya tukio hapa kwenye umati wa watu, fanya tukio. Nikajiuliza sasa ni tukio gani ambao mimi nifanye hapa kwenye watu wote hawa. Niliposimama hivi, nikaangalia magari yaliyokuwa yamehudhuria pale, yamekuja pale, imeleta waumini, magari 10 na kitu. Nikaangalia pikipiki zilizopo pale, pikipiki 10 na kitu. Bajaji zinaelekea kufika hata 10. Watu nikaangalia hapa, watu kama sio 300, yawezekana 400 wanaweza wakawa wamefika. Kanisa lilikuwa na watu wengi. Sasa sauti inaniambia nifanye tukio. Nikajiuliza ni tukio gani ambao mimi nifanye hapa. Basi nilipokuwa nimesimama, nikaanza tu kutembea tu. Natembea kule nakoelekea, kumbe ni chooni. Basi nikaona choo, pameandikwa choo upande wa wanaume. Basi pale ikanilazimu tu kama vile nijifanye kwamba nimepata haja. Basi nilipopata wazo la kuingia chooni, tayari na mawazo yakafunguka kwamba fanya tukio ambalo watu wataanza kulihadisia hapa katika ibada hii. Basi nilipoingia mle kule chooni, ikabidi ule mguu ambao nimeufungilia mamipila na mamiti, nikauchomoa, nikauvua. Basi nilipouvua, nikaweka kando ya ile choo ukutani. Basi nikaluka mpaka pale kwenye kiti. Nikaenda nikafika, nikakaa pale kwenye kiti. Baadaye nikaangalia hivi, nikaona mwalimu wa kwaya. Nikamuita mwalimu wa kwaya, nikamwambia, mwalimu, nakuomba aniletee ule mguu uko pale. Basi yule mwalimu akauendea ule mguu, akaleta. Nikamwambia, basi huu mguu uweke pale karibia na madhabahu pale ambapo wachungaji wanakuja kuanza ibada. Basi yule mwalimu wa kwaya akaenda akaweka pale.
Basi alipoweka tu pale, waumini wakaanza, jamani ibada ya leo ikoje? Jamani leo kwetu tutasali. Nani huyu jamani, nani huyu? Yuko wapi? Wakaanza kusema tu pale kwamba sasa leo hii kanisa hili hapa limepata kipimo. Tuone sasa. So wanasemaga hawasaidiaji watu. Sasa tuone kwenye kanisa hapa itakuwaje leo hii. Baadaye watu wakaanza mmoja mmoja, mimi tu upande wangu ngoja nikupe hii hela. Mimi tu upande wangu ngoja tu nikupe hii hela. Basi watu wakaanza kwa wananiletea tu hela. Baadaye nikaangalia hivi nikawaona wale walioniambia kwamba sisi hatusaidiaji watu. Walikuwa ni watu 4. Baadaye akatangulia mmoja, wakiwa wawili wako mbele wanakuja, mwanaume na mwanamke. Mwanamke alikuwa ni mtunza hazina, mwanaume alikuwa ni katibu. Basi wakaja tu taratibu, walipokaribia tu kwenye ile madhabahu tu kuona tu ile mguu, wakageuka wote nyuma, wakarudi. Wakaenda pembeni, wakasimama, wakaanza kuwa wanazungumza pale. Baadaye tena nikaona wawili tena wachungaji wanakuja kwa ajili ya kwenda kuanza ibada. Na wao walikuja, walipofika tu kuangalia tu pale madhabahuni kuona ule mguu tu, walipoona tu na wakageuka tena nyuma. Wakaanza kuambizana, jamani imekwaje? Basi wenzetu walikuwa mbele, wako wapi? Wakaanza kutafuta wao. Baadaye wakawaona. Wakaenda kwa wale wenzao. Wakaanza kuwa wanazungumza pale. Baadaye ikabidi kwamba wanitafute. Hatimaye wakanitafuta. Wakaja wakanichukua, wakasema labda tukubebe kwa sababu sina mguu. Nikamwambia hapana, luka tu kwa mguu mmoja. Basi nikaluka kwa mguu mmoja, wakachukua kiti, wakanipa kiti, nikakaa. Basi pale wakaanza na kujitambulisha, wakajitambulisha majina yao na vyeo vyao, wakajitambulisha wote 4. Wakasema kwamba hivi, bwana, tunakuahidi leo hii hatutatangaza hadharani, isipokuwa leo hii kamati ipo itashughulikia jambo hili. Umetutajia zinatakiwa 200,000. Ndio. Basi tunakuahidi wiki ijayo siku kama hii ya leo uje hapa tukupatie hizo 200,000. Nikashukuru Mungu. Kweli baada ya hapo tukaendelea na ibada. Siku hiyo kwa kweli, yani nilishinda pale Dar es Salaam tafikia kama mfalme. Ilibidi tu huwa kuna ibada 2. Hiyo ya asubuhi na pia ya jioni. Yani wananipigana, twende ukae kwa chakula, twende. Nikapanda magari, taxi, tunazunguka Dar es Salaam huku na kule. Kupata chakula kwa kweli chakula kizuri kabisa. Baadaye tena tukarudi kwenye gari hiyo taxi mpaka pale kanisani. Abudu pale. Basi watu wakawa wanatilika tu, wananiletea tu fedha tu, wakizingatia lile tukio la kule kuona ule mguu na jinsi ulivyokuwa katika hali mbaya, ulivyoharibika na kufungiwa mipira. Basi nikaja kujikuta kwamba baada ya kumaliza ile ibada kuja kuhesabu hizo fedha kwenye 200,000 imepungua tu 20,000. Na hapo nimeshaahidiwa kwamba wiki ijayo nifuatie 200,000. Kwa kweli nilishukuru Mungu. Nikarudi nyumbani. Basi ikabidi dada yangu nimuelezee kwamba dada, Mungu ametenda mambo. Leo hii kwa kweli hela imepatikana nzuri. Basi kesho yake nikasubiria kwanza. Siku zilipofikia siku ya Jumatatu, nikaanza safari ya kwenda Muhimbili. Pale dada nilimuomba anikope, aniazime fedha kukamilishia 200,000. Basi hatimaye akanikamilishia 200,000, naenda nayo mpaka Muhimbili kule, nikamalizia hiyo 200,000. Sema sawa, tunashukuru umekamilisha zote 700,000. Basi baada ya kuwa nimekamilisha 700,000 pale kanisani pale kanisani bado, maana ndio naendelea sasa. Hiyo sasa ndio Jumatatu sasa ndio nimeenda kuzipeleka. Basi wakaanza kunitengenezea pale hospitalini Muhimbili, kitengo cha mifupa. Basi nikarudi kusubiria hiyo siku yenyewe, siku ya ibada ifike. Kweli nashukuru Mungu, ilipofika siku ya ibada nikaenda. Asubuhi tu nikafika tu nikakabidhiwa bahasha. Basi nikazunguka kwa hesabu hivi zimo 200,000. Nashukuru sana.
Na kuna baadhi ya watu walikuta wameahidi, ndio wewe. Nikutaka nafsini mwangu nilikuwa nimeshaahidi. Hatimaye na wengine wakaendeleza mchango. Zikazidi hata 200,000. Zikaelekea kwenye 300,000 hivi. Basi muda ukafika wa kufuatilia huo mguu. Kaenda kweli, napo pia nikapata kukabidhiwa vizuri kabisa hiyo 2020. Tena huo madaktari wakasema kwamba hivi, badala ya kufufua huo wako wa zamani huo, kwa sababu unakaa mbali, unakaa Tabora, tumeona kwamba tukuanzishie tu mwingine mpya. Tena tukuanzishie ambao tunahakikisha kwamba huu ni imara zaidi kuliko ule wenye kuvuta kauzi. Kauzi katika kale inakuwa shida. Na kwa Tabora sidhani kama kutakuwa na matengenezo sehemu nyingine. Itakulazimu kuja tu Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa tumekutengenezea mwingine ambao ni imara zaidi. Na wale usiwe na wasiwasi, kweli hapa zinanunuliwa kwa 3,500,000, lakini sisi tumelizika na hiyo fedha iliyotoa 700,000, basi tunakutengenezea mwingine mpya kabisa. Basi nikawa nimekabidhiwa huo. Kwa kweli huo ninao, kwa kweli ni imara zaidi, nao pia ni mwepesi, japo unakuwa una utofauti. Ule ulikuwa kuvuta uzi, lakini huu kama unataka kukunja ni mpaka kwanza uwe kama vile umesimama, utikise gotini ndio unajikunja. Na kadhalika hata wakati unaposimama, basi unasimama unakandamiza, basi kuna loki fulani unanyonga kwa kuingiza ndani, basi unatembea. Hakuna hata kusema labda kwamba labda utatenguka tu uteleze uanguke. Hapana, kwa kweli yani kama utaweza kuanguka labda umejikwaa. Basi kwa ushuhuda huo nashukuru Mungu sana. Unaponiona hapa mtoto wangu mkubwa wa kike ambaye kwa sasa hivi anasoma form 1 shule ya Usagali, naye kamaliza darasa la 7 mwaka huu, anasubiri majibu tu kwamba labda atafaulu. Na masomo yake kwa kweli darasani alikuwa vizuri, kwa hiyo uwezekano wa kufaulu anaweza akafaulu kabisa. Lakini pia mke wangu amejifungua katoto kachanga. Basi pamoja na changamoto kweli nyingi za mguu ambazo kweli nimeweza kupitia, lakini hata kwa picha hii tu utaweza kuona kwamba changamoto bado zipo zinanisonga, zinanikabili. Huyu mtoto wa sekondari mambo mengi yanayohitajika, kuna madaftari, kuna sare, michango mbalimbali. Na huyu naye pia akifaulu darasa la 7, akifaulu form 1 aanze mwakani, nazo pia michango ni mingi. Kwa kweli changamoto ni nyingi. Masomo yanahitajika kwa wanafunzi, maana ni haki yao kabisa wasome. Lakini pia si kusoma tu, maisha pia, chakula kinahitajika, matumizi mbalimbali ya kifamilia yanahitajika. Nani ambaye sasa anaingia jukumu la kuweza kuhudumia? Na maana pia hapa hata mke wangu naona jinsi kwamba katoa kujifungua mtoto mchanga. Kwa kweli changamoto ni nyingi, na maana kwamba mapito ni mengi. Hivyo basi tunashukuru tu kwa sababu Mungu ni muweza wa yote, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba kila jambo kuna makusudi yake. Kwa maana hiyo basi kupitia tatizo kama hili, makusudi ya Mungu yapo. Katika Zaburi ile ya 23 ule mstari wa 4 panatuambia hivi. Zaburi 23 mstari wa 4 panasema hivi: naam, japopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kweli tunapita katika bonde la uvuli wa mauti. Daudi pale anasema kwamba sitaogopa mabaya. Kwa kweli ni jambo ambalo linahitaji ushujaa. Upite katika bonde la uvuli wa mauti, alafu useme kwamba sitaogopa mabaya. Kwa kweli ni jambo ambalo linahitaji ushujaa. Na sisi pamoja na changamoto hizi zote zinahitaji tupate ushujaa. Si kwamba changamoto iwe sababu ya kuturudisha nyuma aidha kumwacha Yesu, bali changamoto zipate kutuinua. Nikirejea katika hilo jengo, kwa kweli jengo hili yani bado liko vile vile. Maana baada ya hiyo ajali ikabidi sasa mabati yale yote kuyauza kwa ajili ya matibabu.
mapapi, kenchi zote ikabidi kuuza kwa ajili ya matibabu. Yani kikabakia tu kwamba ni boma. Mpaka sasa liko vile vile. Na watu tukasema kwamba tusiyabomoe matofali kuyauza, bali tuache hivyo hivyo tu, bali Mungu anajua mwisho wake itakuwa wapi. Kwa hiyo pia nalo ni changamoto. Hapo familia yangu kwa sasa inaishi, kuna nyumba ndogo ndogo ambayo tulijenga. Na baada ya kujenga hiyo tukaezeka nyasi. Na imejengwa kwa tofali za kuchoma, lakini ni ya udongo. Ndimo ambamo tunaishi. Kwa kweli katika kazi ngumu yoyote sifanyi. Kweli unaweza ukatamani kate mkaa nitengeneze, lakini uwezekano wa kukata magogo haupo, uwezekano wa kusema kulima haupo, uwezekano hata wa kuanzisha bustani kusema kwamba utachukua lita 10 ya maji kwa ajili ya kumwagilia mimea ya bustani, uwezekano huo unakuwa haupo. Sana ambaye kweli anachukua jukumu hilo ni mke wangu. Lakini pia na yeye ukiangalia kwamba familia ni kubwa. Jambo jingine ambalo linalotusaidia kwamba kwa sababu Mungu ana watu wake. Mtu hata pasipo kumuomba unatamani tu kwamba ameleta jambo fulani ambalo ni msaada katika familia. Kwa kweli kwa namna hiyo ndio tunaishi. Hatuna kusema labda nina mshahara, labda nina mwisho wa mwezi. Hayo yote kwa kweli hayapo. Kwa kweli upande wa ndugu sina maana kwamba tunakaa nao vibaya, hapana. Ndugu anaweza akaja akakusaidia kwa jambo fulani akaenda, lakini kwamba ndugu hata chukua mzigo wote kwamba kila kile kinachohitajika anatosheleza, hapana. Kweli msaada za ndugu nazipata, siwezi nikakataa moja kwa moja. Lakini na mambo mengine Mungu tu ni kama vile anatuletea muujiza kwa maisha yetu tunapoishi. Muujiza kwanza kwa kule tu namna ya kupata huo mguu wa bandia, hiyo pia ni muujiza. Lakini hata namna ya maisha pale nyumbani tunapoishi, misaada mbalimbali zinazojitokeza, nasema kwamba tu ni muujiza. Ukitafakari kibinadamu kupangilia, unaona kwamba mbele kama vile tu ni giza. Lakini unapoona giza, Mungu analeta nuru. Hiyo ndio jambo ambalo naweza nikashukuru. Ule mguu kwa kweli unasaidia vizuri zaidi, kwa sababu pale nilipokuwa natembea na mafimbo na magongo, kwa kweli yalikuwa yanaumiza sana mabegani. Lakini baada ya kuwa nimepata huu, kwa kweli nina uwezo wa kutembea hata maili moja. Tembea japo ni kwa kuchechemea, lakini kwa kweli unasaidia. Hata kazi ndogo ndogo kama vile kutolea palizi hapa na pale, uwezekano wa hivyo nafanya. Okay, tunafahamu wewe ni mtumishi wa Mungu na huduma yako ni uinjilisti. Mwinjilisti lazima atoke aende kutafuta watu kwa injilisha. Unafanyaje hiyo huduma wakati pengine mguu wako ndio huo wa bandia? Unawezaje? Ndio, kwa kweli namshukuru Mungu, kweli mimi mwinjilisti, lakini pamoja na tatizo hili hatukulielekezea kwamba hili tatizo sasa ndio sababu ya kukwamisha, bali iwe ni sababu tena ya kuweza kuendeleza huduma. Wakati mimi natoka Uliankuru siku ya ajali, tulipita katika barabara nikiwa katika hali ya udhaifu, naongezewa maji barabarani. Sasa baada ya kuwa nimepata uzima huu na afya hii, nikawa naomba Mungu kwamba Mungu niwezeshe mule nilimopita katika hali ya udhaifu, sasa nipite kwa kukutukuza wewe. Basi kama mwinjilisti huwa naomba baada ya kuwasiliana watumishi wa Mungu makanisa mbalimbali, na hubiri huko Uliankuru sehemu nyingi, nimetoa ushuhuda kwenye makanisa wa kumtukuza Mungu. Lakini pia katika barabara ya Uliankuru kanisa kwa kanisa, kwa kweli kanisa chache ambazo bado sijapata kuingia tokea barabara ya kuanzia Uliankuru mpaka Tabora mjini. Natamani kwamba makanisa, kila kanisa niingie, na makanisa mengi kweli nimeingia. Mengine wananikaribisha kuhubiri, mengine natoa ushuhuda. Kwa kweli kazi hiyo na huduma hiyo ninaendelea nao sana, kwa sababu tunaposoma kwenye Injili ya Yohana fungu la 11 mstari ule wa 4, ambapo Yesu alikuwa anazungumzia ugonjwa wa Lazaro, panasema hivi: ugonjwa huo sio wa mauti, bali mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Ina maana kwamba ajali hii mimi kama ingekuwa ni ya mauti, yawezekana ningekufa kule Uliankuru. Lakini ajali hii sio ya mauti,
ajali hii ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa. Basi nami kwa ajili ya kumtukuza Mungu ndio nimechukua jukumu la kuweza kuwa natembea maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda na hubiri, kwa ajili ya kwenda natoa ushuhuda. Kweli kila kazi huwa ina changamoto zake. Sehemu zingine unaweza ukafika kijiji cha ugeni, huna mjomba, huna shangazi, lakini unatafakari kwamba sasa leo hii nitakula wapi, nitalala wapi? Lakini Mungu ni mtakatifu. Kwa kweli unatamaki ujamaa anajitokeza, unapata huduma zote za kibinadamu, na kesho yake unaendelea na huduma. Kama ni kanisani, unaingia kanisani. Kwa kweli kazi hii nimeifanya ya kumshukuru Mungu sehemu mbalimbali. Popote pale ambapo nitakapozungumza na mtumishi akakubaliana kuingia kwenye nyumba yake ya ibada ili nimshukuru Mungu, naingia. Hata siku za ibada, siku za Ijumaa, muda wa mchana saa 7 kwenye nyumba za ibada, kwa kweli na mtumishi tu namwambia kwamba vua nichomoe ili kiatu kwenye mguu wa bandia, basi analichomoa. Hatimaye naingia siku za Ijumaa, napewa nafasi na mshukuru Mungu pale. Na kweli waumini huwa wanafurahia kwa jinsi kwamba tunamshukuru Mungu na kuwashukuru waumini, kwa sababu mimi nilihudumiwa na watu ambao siwajui. Maana nikiwa nimelazwa Kitete sikufahamu kwamba ni huyu hapa ametoa damu zake kuniongezea mimi. Ile ninachoamini kwamba damu zilitoka kwa binadamu, hatimaye nikaongezewa mimi kwa binadamu ambaye simfahamu. Kwa hiyo basi naguswa kutoa asante na kusema asante popote pale kwa kila binadamu nitakaporuhusiwa kuweza kwamba bana karibu hapo kumshukuru Mungu, basi namshukuru Mungu. Na pengine hujawahi kuwaza kwenda kuona shuhudia nyumba kwa nyumba, kwa sababu huo ndio Ukristo? Hata wazo hilo ninalo pia la kuwa natembea nyumba kwa nyumba, japokuwa tu changamoto jinsi ilivyo namna ya usafiri. Kwa hiyo kabisa naguswa usafiri. Baskeli, uwezekano wa kuiendesha baskeli ya miguu ya matairi mawili uwezekano ni mgumu zaidi, kwa sababu ukikaa tu kwenye baskeli ile mguu la bandia linakuwa pembeni kabisa, linapepea. Lakini upo uwezekano wa kuendesha pikipiki. Mungu akigusa, aidha Mungu akijalia pata pikipiki uwezekano wa kuiendesha upo kabisa. Na ninaamini kwamba hata ninaweza nikapanua huduma hata hii ya nyumba kwa nyumba, tena ninaweza nikaifanya zaidi, kwa sababu tunaambiwa kwamba katika Injili ya Mathayo ya Marko fungu la 16 mstari wa 15 kwamba hubirini Injili kwa kila kiumbe. Kwa maana basi kuanzia mimi nawiwa pamoja na hali hiyo, kwa bila kujirudisha nyuma, nawiwa kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa tutahubirije kwa kila kiumbe? Nilikuwa najiuliza sana juu ya somo hili kwamba kuna viumbe wengi, kuna wanyama, kuna ng'ombe, kuna mbuzi, tutahubirije? Tunapohubiri kwa viumbe, kwa mfano njia moja wapo, yani tuwatendee mambo mazuri. Kwa mfano mifugo, usiwasinjishe njaa kutwa nzima, wahudumie chakula, walishe vizuri, wanywe maji. Wazi usichemshe tu maji ukaanza kuyamwagia tu masisimizi tu ovyo ovyo, hapana. Au nakati kwali upanga tu polini unaanza ukatakata mamiti bila sababu maalum, hapana. Tufanye tuwatendee wema viumbe wenzetu. Hiyo ni moja wapo ya kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa maana basi kwa ajili ya kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, ndio maana mimi nawiwa kwamba bila kuangalia kwamba huyu binadamu anatoka zebu gani, anatoka kanisa gani, anaabudu wapi, popote pale tu wanakubalika kuweza kutoa Injili kwa ajili ya kuweza kumtukuza Yesu Kristo. Tunaposoma kwenye habari za Ayubu, tunaambiwa kwamba Ayubu alimtumikia Mungu, Ayubu alimtukuza Mungu. Sasa kama Ayubu alimtukuza Mungu, haina maana kwamba labda Ayubu alikuwa askofu, hapana. Au Ayubu labda aliwekewa mikono na watumishi ili aanze kuhubiri hiyo, hapana. Lakini tunaamini kwamba Ayubu alimtumikia Mungu kwa nafasi ile aliyokuwa amejaliwa, akiwa mwenye changamoto nyingi, matatizo mengi, lakini akamjua Mungu. Kwa maana basi wewe na mimi, hata kama tunapitia matatizo makubwa, tumtumikie Mungu, na Mungu hatimaye atapata kutuinua, atapata kutubariki. Sawa, pengine hali ya maisha yako kwa muda huu yamebadilika, hayaeleweki, au yako katika hatua hii? Kwa kweli kwa hatua ambazo nilizokuwa natazamia kipindi kile kabla ya ajali, nilikuwa natazamia maisha yangekwenda
kwenda juu zaidi. Lakini kwa sasa naweza nikasema kwamba hayajapaa kwenda zaidi, aidha hayajashuka. Ni kama vile yao kwenye kiwango kama kile nilichokuwa nacho kipindi kile. Sio mabaya sana ya kusikitisha, aidha sio mazuri sana. Kwa sababu sijapata changamoto ya kusema kwamba labda limejitokeza tatizo jingine tena, labda kupitia tatizo hili ikazaliwa tena tatizo jingine. Bali hali iko vile vile tu, haijasonga mbele zaidi. Sema kwamba labda limejitokeza jambo la kuweza kuvuruga. Hapana. Ndio. Kwa kweli kazi ambayo ninaitamani sana kumtumikia Mungu. Katika mazingira pale nilipokaa, kanisa ziko mbali kiasi kwamba hata nikiwaza kwamba ibada ya jioni tembea inakuwa shida. Natamani niwe karibu na kanisa ambapo kiasi kwamba hata muda wote ule wa ibada unapofika naenda kuabudu. Na pia natamani kuweza kutangaza habari ya Injili sehemu mbalimbali kwa watu mbalimbali. Lakini pale ambacho nakuta kwamba kinakuwa kama vile kikwazo kwamba usafiri, nitasafirije? Kwa maana basi swala la usafiri kama Mungu akiwezesha, hasa usafiri wa pikipiki, ili hatimaye kwamba nipate kumtumikia Mungu katika viwango vikubwa zaidi kupita hata hivi nilivyokuwa navyo. Kweli kwa sasa nashukuru watu wanajitokeza kuweza kuniunga mkono katika huduma hii ya kwenda na hubiri sehemu mbalimbali. Hata tu mwezi uliopita nilikuwa Sikonge, nako niweza kufanya huduma hiyo. Mwezi huo wa 9 pia nilikuwa Kashishi, maeneo ya Uliankuru, ni mbali zaidi. Na maishani mwangu pia nilikuwa natamani kwamba yule mama mwenye macho ambaye aliweza kuumia macho tupate kusalimiana, nipate kumuona anaendeleaje, ana hali gani. Kwa sababu tangu tulipoachania siku tumetoka tu Bugando, moja kwa moja tena hatujaonana naye. Tukawa tu tumepeana tu namba za simu, kwenye simu huwa tunaongea naye, yuko hai mpaka sasa hivi. Lakini nikawa natamani sana kwamba nipate kumuona. Basi wakati tunaongea naye tunaulizana kwamba sasa nani amtembelee mwenzake. Yeye akasema kwamba yani mimi kutembea ni mpaka niwe na mtu wa kutembea naye. Kuja hapo ninapokaa Azimio mpaka nipate mtu wa kunisafirisha kuja hapo. Lakini mimi nikamweleza kwamba mimi namshukuru Mungu, hata Dar es Salaam nimeenda peke yangu, hata Moshi nimeenda peke yangu. Basi kwa hali hiyo mimi pale nakokaa Uyowa, Nsungwa, kwa msaada wa Mungu nitafika. Basi nikaomba zaidi kwamba Mungu yeta tu kibaya siku moja wapo nifike. Namshukuru Mungu kweli kabisa, katika mwaka huu mwezi wa 7 niliweza kufika kule Nsungwa, nikaonana naye. Kwa kweli haoni macho tangia wakati siku ya ajali akaacha kuiona dunia kwa macho yake, lakini amepata ujasiri. Mungu ni mwema. Katika Biblia tunasema kwamba kila jaribu Mungu anaweka mlango wa kutokea. Alipata bahati, amejaliwa kuolewa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti, basi ndio mume wake, na Mungu akawajalia mtoto mmoja wa kiume, Elia. Basi shughuli ndogo ndogo akanielezea kwamba anatenda, anazifanya. Kwa mfano kupika anapika, akasema kwamba hata kulima analima. Na pale kuna mradi wa kufyatua tofali, maana pale Nsungwa ni machimboni, matofali yanahitajika sana, anafyatua matofali. Basi tulizungumza naye kwa mambo mengi kwa kweli, na tulimtukuza Mungu na kumshukuru Mungu. Na mpaka kanisani shukrani zetu kwa kweli tulienda katika kanisa la Moraviani, kwa kweli tukamtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuwezesha na kutujalia kutupitia katika mapito haya. Lakini Mungu ni mwema, tuko wazima salama kabisa. Basi mimi jambo ambalo ninalozungumza kwa kumalizia kwamba pamoja na mapito tunayopitia, pamoja na majaribu tunayoyapata, hayo yasitufanye kwamba tukamwacha Mungu. Hayo yasitufanye kwamba ikawa sababu ya kumpa Mungu kisogo, bali tuyafanye kwamba kama vile ndio tu mtaji, kwamba sasa kwa mambo yaliyokuwa yamefungika, sasa kupitia jaribu hili sasa naomba yapate kufunguka. Na mimi namshukuru Mungu zaidi. Ninaposoma katika Wafilipi kuna neno moja ambalo ninapenda kuwashukuruni sana na kutoa shukrani zangu za dhati. Katika Wafilipi fungu la 4
mstari wa 19 mpaka wa 20 panasema hivi: na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sasa atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amina. Kweli ni mambo mengi ambayo mimi kibinadamu nilikuwa natafakari bila kuweza kuona kwamba muujiza wako utakuwaje. Hata kazi ambazo ninazozifanya za kuweza nashuhudia, nilitamani kwamba kila kijiji nipite na hubiri au natoa ushuhuda, lakini swali kawa kwamba nitatoa wapi nauli, ni gharama gani ambayo nitawezesha kuwa naenda kila kijiji, na ni nani ambaye atakuwa ananilipia hizo gharama. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Aidha nitakuwa nalala kwa nani? Lakini haya yote sio tena swali. Haya yote Mungu analeta majibu kwa kuwatumia watu wake. Hivyo basi Mungu awabarikini sana wale ambao mnajitoa kwa namna moja ama nyingine. Ninaamini kwamba kwa yale mnayoyatenda si kwamba yanaishia hapa tu duniani. Ipo siku Mungu atapata kuwapa thawabu zake, akisema kwamba nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika, ingieni muurithi ufalme wa Mungu. Nafikiri hata tunayapata kwenye Injili ya Mathayo fungu la 25. Kwa kweli kuna wanafunzi hao wawili ni changamoto pia. Uwezekano wa kuweza kuwasomesha kwamba labda nina mradi maalum wa kuweza kusomesha wanafunzi kwa kweli sina. Isipokuwa ambacho tu nategemea kwamba Mungu ana watu wake. Mungu hataweza kutuachanyisa. Naomba Mungu kwamba aweze kuleta mlango wa baraka, aweze kuweza kufungua milango ili hatimaye hawa wanafunzi wapate kusoma, kila mmoja apate haki ya elimu, asome, na ninaamini hata wa darasa la 7 pia atapata kufaulu. Na maana ukiangalia hizi changamoto aweza mzigo kwangu mimi binafsi na mwenzangu tu kwa kuubeba, na tukasema kwamba ni mzigo ambao haubebeki. Lakini kama Mungu akikugusa kwa chochote kile, naamini Mungu si bure, Mungu atapata kukubariki tu. Na mawasiliano yangu napatikana kwa mtandao namba 0783791976. Naitwa William Mateo. Ninakaa kijiji cha Azimio. Sawa, mpaka kufikia hapo mimi niseme sina la ziada kwenye kipindi hiki, kwa sababu tumeweza kusikia mtumishi ameweza kutupitisha kwenye kila ambacho kilikuwa kinaendelea, na zaidi ya yote tumeweza kufahamu kulingana na, kama wewe ni mfuatiliaji wa ushuhuda, unakumbuka kabisa kuna kipindi cha mwanzo kabisa aliwahi kuja hapa na kueleza ushuhuda wake, akasema atakuja kuendeleza pale ambapo aliishia. Kwa hiyo muda huu tumeweza kugusa kule mwanzoni ili tuende sawa, lakini na leo tumeweza kuendeleza zaidi, ukapata kuona jinsi ambavyo mpaka muda huu anaendelea kuishi katika maisha yake na familia yake na jinsi ambavyo maisha yalivyo. Kwa hiyo sisi tuseme tukutakie maisha mema. Mungu akubariki. Binafsi naitwa Dennis Matayo. Mungu awe nanyi.